Tunaanza na matokeo ya kutatanisha ya maandamano ya Jumatano yaliyotikisa Nairobi na kuacha sehemu za mji mkuu kuwa magofu. Usiku wa uchomaji moto, uporaji na machafuko umezua wasiwasi mkubwa, huku wakazi na wafanyabiashara sasa wakikubaliana na uharibifu huo. Tunaanza na moto wa asubuhi uliozuka katika jumba la Musa katika eneo la OTC katikati mwa jiji la Nairobi mnamo Alhamisi Juni 26. Moto huo uliozuka usiku wa manane unaaminika kusababishwa na shambulio la uchomaji moto linaloripotiwa kutekelezwa na watu wasiojulikana. Wakati sababu kamili bado haijathibitishwa, walioshuhudia tukio hilo walihusisha tukio hilo na kundi la wahuni waliovamia eneo hilo saa chache baada ya maandamano kumalizika. Kufikia wakati miali hiyo ilidhibitiwa, sehemu kubwa ya jengo hilo ilikuwa imeharibiwa na kuwaacha wamiliki wa biashara wakihesabu hasara kubwa. Wafanyabiashara wengi walielezea hali hiyo kuwa janga mara mbili. Kwanza, kuvumilia uporaji wakati wa maandamano ya mchana na baadaye kutazama maduka yao yakiteketea kwa moto wakati wa usiku. Moto huo ulizua jibu kubwa la dharura, huku magari ya zimamoto kutoka kwa serikali ya kaunti ya Nairobi yakifanikiwa kufika kwa wakati na kufanikiwa kuzima moto huo kuenea katika majengo ya karibu. Hata hivyo, moto huo pia ulisababisha msongamano mkubwa wa magari katika barabara ya Landis na Jogoo, huku watazamaji wakikusanyika eneo la tukio, wengine wakiwa na mashaka, wengine wakijaribu kuvinjari machafuko hayo. Wakati huo huo, katika kisa kingine cha Jumatano jioni, moto ulizuka katika jengo la Lord's House lililoko karibu na Koja Roundabout. Moto huo unaaminika kuwashwa wakati wa makabiliano makali kati ya polisi na waandamanaji. Ndani ya jengo hilo wakati huo kulikuwa na raia kadhaa wa Kenya wakijiandaa kusafiri kwa kazi za ng'ambo katika Mashariki ya Kati. Wengi wao walikuwa wanawake ambao walijikuta wamenasa kwenye orofa ya 3 huku jengo likijaa moshi na hofu ikitanda. Katika kile kilichotajwa kuwa jibu la kishujaa, wazimamoto kutoka idara ya zimamoto kaunti ya Nairobi walifanikiwa kuokoa kundi hilo. Ijapokuwa wote waliletwa salama, baadhi yao walikumbwa na mvutano wa moshi, huku wengine wakizirai kutokana na nguvu ya moshi huo. Kwingineko jijini, duka kubwa la viatu lililoko kando ya barabara ya Outer Ring lililoporwa. Kwingineko jijini, duka kubwa la viatu lililoko kando ya barabara ya Outer Ring liliporwa na baadaye kuchomwa moto. Kisa hiki kilitokea siku za Jumatano, huku hali ya wasiwasi na machafuko ikiendelea kutokomea kudhibitiwa katika maeneo mbalimbali ya Nairobi. Kufikia Alhamisi asubuhi, ukaguzi katika eneo hilo ulitoa picha mbaya: kuta zilizochomwa moto, madirisha ya duka yaliyovunjika na milundo ya vifusi vilivyoteketezwa ndivyo vilivyosalia kwenye sehemu za rejareja zilizokuwa na shughuli nyingi. Wamiliki wa biashara walisimama nje kimya, wengine wakijaribu kuokoa walichoweza, wengine wakitazama mabaki yaliyoteketea ya uwekezaji wao. Alhamisi asubuhi jijini Nairobi ilianza kwa hali ya wasiwasi na huzuni. Wakaaji walipotoka nje hawakustahimili tu hali ya hewa ya baridi ya Juni, lakini pia walikabiliana na kuumwa kwa gesi ya machozi ambayo bado imeng'ang'ania angani. Mitaa katika wilaya ya biashara ya kati ilisalia imejaa mawe, vijiti na vibamba vya zege vilivyovunjika, ukumbusho wa makali ya makabiliano ambayo yalikuwa yametokea saa chache kabla. Kwa wengi, safari ya kwenda kazini au shuleni iliambatana na kuwashwa kwa macho na koo kuwaka, dalili za mabomu ya machozi ambayo bado yamenaswa kati ya majengo. Katika hali ya kushangaza ya usambazaji na mahitaji, wachuuzi wa barakoa walijaza mitaa haraka wakitoa barakoa za uso wa kinga kwa wakazi wanaotamani kupata afueni. Huko CBD, wamiliki wa biashara ndogo walitumia muda mwingi wa Alhamisi kutathmini uharibifu katika jiji la Nairobi. Huko CBD, wamiliki wa biashara ndogo walitumia muda mwingi wa Alhamisi kutathmini uharibifu katika jiji la Nairobi. Wafanyabiashara walionekana kutetereka,
Wengi walisimama nje ya maduka yao, mikono juu ya vichwa, wakiomboleza kupoteza kwa riziki zao katika kile walichokitaja kuwa wimbi baya la uharibifu kuwahi kutokea kwa miaka mingi. Miongoni mwa yaliyoathirika zaidi ni maduka ya kielektroniki ambayo yanaonekana kulengwa kimakusudi na waporaji. Ukaguzi wa kila mara ulibaini vihesabio vilivyovunjwa vya onyesho, hisa zilizokosekana na rafu zilizoporwa. Kwa wafanyabiashara hao, kudorora kwa kifedha kunakuja wakati biashara tayari zilikuwa zikijitahidi kujikwamua kutokana na mdororo wa kiuchumi na mizunguko ya awali ya machafuko. Hali ya jumla ya jiji ilipunguzwa, hata nishati ya kawaida ya katikati ya jiji ilihisi kunyamazishwa, kubadilishwa na mvutano na kutokuwa na uhakika. Kufikia Alhamisi alasiri, polisi walikuwa bado wanaonekana wazi katika sehemu nyingi za jiji. Maafisa walionekana wakishika doria barabarani kwa uangalifu, wengine wakiwa kwenye makutano muhimu, huku wengine wakisogea katika misafara kuzunguka vitongoji vilivyo na hali tete. Onyesho hilo la nguvu lilikusudiwa kuwahakikishia umma, lakini kwa baadhi ya wakazi lilitumika kama ukumbusho wa ghasia zilizozuka kati ya watekelezaji sheria na waandamanaji wakati wa maandamano ya Jumatano. Huku uchunguzi ukiendelea na juhudi za kusafisha zikianza tu, hali bado ni tete. Mamlaka bado haijatoa ripoti kamili kuhusu kiwango cha jumla cha uharibifu uliosababishwa na moto, uporaji na ghasia. Kutokana na uharibifu huo, mashirika ya kiraia na mashirika ya kutetea haki za binadamu yametaka kuwepo kwa utulivu na uwajibikaji, wakiitaka serikali kulinda mali ya umma na ya kibinafsi wakati wa kushughulikia malalamiko yaliyosababisha maandamano hayo. Wakaaji wa jiji hilo kwa upande wao wamesalia wakihangaika na hasara, wakishangaa mzunguko wa machafuko na uharibifu utaendelea hadi lini, na ikiwa wahusika waliohusika na uchomaji na uporaji huo watafikishwa mahakamani. Nairobi inapoendelea kuchukua hatua, taarifa ya usiku wa leo hutumika kama tafakari ya kina ya jinsi maandamano ya amani yanavyoweza kusababisha machafuko na madhara makubwa yanayowapata Wakenya wa kawaida. Gharama ya kweli ya jeuri hii haiko katika mabilioni ya mali inayopotea tu, bali pia katika hofu, kufadhaika na kiwewe ambacho sasa kimejikita katika jiji hilo. Tutaendelea kufuatilia hadithi hizi zinazoendelea, huku tukikuletea masasisho yaliyothibitishwa kadri maelezo zaidi yanavyotolewa kutoka kwa mamlaka na akaunti za mashahidi. Asante sana mwenzangu studioni. Na mpenzi mtazamaji, tukimalizia habari ama ripoti hizi, ningependa kukumbusha kubonyeza alama ya like na ubonyeze neno ambalo limeandikwa subscribe na alama hiyo ya kengele au notification. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu na itakuwa umetusaidia kwa sana. Pia mtazamaji, kumbuka vile kunijuza maoni yako kuhusiana na ripoti hizi za majanga ambao yameweza kutokea baada ya maandamano makubwa ya siku ya Jumatano tarehe 25 mwezi wa Juni. Vile kumbuka kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitaweza kukuelekeza katika habari mpya ama ripoti zetu mpya ambazo zinagonga vichwa vya habari sasa hivi na kutrend mitandaoni kote.